Leo ni sikukuu ya Matawi. Kanisa la Tanzania linaungana na Wakristo wote ulimwenguni kusherehekea sikukuu ya Matawi, ambapo Yesu Kristo mwana wa Mungu analakiwa kwa shangwe na watoto wa Mayahudi, huku wakiimba Hosana, Hosana kwa mwana wa Daudi, siku 6 kabla ya Pasaka. Kuanzia wiki ijayo tutashuhudia matukio. Kanisa linaingia katika wiki kuu ya Pasaka, ambapo tutashuhudia matukio makubwa, likiwemo tukio la Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na siku ya ufufuko wa Mwokozi wa ulimwengu. Hiki ni kipindi maalum cha nyimbo za sikukuu ya Matawi. Nikikuletea nyimbo hizi zenye kutafakarisha tukio kubwa lililokuja mbele yetu la kuteswa na kusulubiwa na hatimaye kufufuka kwa Mwokozi wa ulimwengu. Jina langu naitwa Festus Makerubi, mtayarishaji wa kipindi hiki, nikiwa nashirikiana mpiga picha Humphrey Samuel. Mtazamaji, katika kipindi hiki nimemkaribisha padre aje kutoa neno kuhusiana na sikukuu hii maalum kabisa ya Matawi. Karibu sana padre. Naitwa Padre Tadeus Memba, ni misionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni paroko pia wa parokia hii ya Mtakatifu Gaspari hapa Mbezi Beach. Leo ni sikukuu ya Matawi. Tunaona tupo kwenye Kwaresma, lakini leo tunaanza kusherehekea na kurusha matawi hivi. Pengine nini ishara hii wakati huu ambapo tupo katika kipindi cha mfungo mtakatifu wa Kwaresma tukielekea katika sikukuu za Pasaka sasa? Asante sana. Dominika ya Matawi ni dominika ambayo inaanzisha rasmi Juma Kuu. Tunaposema Juma Kuu ni juma kubwa ambalo tunaelekea katika wokovu wetu. Katika juma hili kuu tutatafakari mafumbo ya wokovu, yaani Alhamisi Kuu jioni, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu, ambazo zote tatu zinatengeneza Pasaka ya Bwana, yaani kwamba tunasherehekea mateso, kifo na ufufuko. Kumbe kupitia dominika hii ya Matawi, kama Kristo mwenyewe alivyoingia Yerusalemu kwa shangwe, na sisi sasa waamini tunabeba matawi tukionyesha hilo tukio la wokovu ambalo Kristo kama anavyosema katika Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya kwanza, kwamba mimi ni mzabibu wa kweli, ninyi ni matawi. Tunapoungana pamoja kama ambavyo ni matawi yake Mwenyezi Mungu, basi tunasherehekea kuingia katika alama wokovu wetu kupitia mateso, kifo na ufufuko. Ni kipindi maalum sana cha muhimu sana katika dominika ya leo. Matawi, tunaona Yesu siku hii ya leo Yesu analakiwa na watoto wa Mayahudi, huku wakipeperusha matawi ya mitende. Ishara hii ya Yesu kulakiwa pamoja na furaha ile, nini inatoa fundisho gani katika kanisa katika siku hii? Fundisho kwanza, Yesu alifanya kama manabii wa zamani. Yesu, tukumbuke, anahitimisha na kuanzisha mfumo mpya wa kinabii na kuingia kwenye era yake, kwamba manabii waliotumwa na Mwenyezi Mungu akina Isaya, Yeremia, sijui akina Habakuki walizungumza neno la Mungu walipewa wakazungumza. Watu waliposhindwa kubadilika waliambiwa wafanye vitendo, na mojawapo ya vitendo walivyovifanya ilikuwa kwamba waulizwe manake nini na tafsiri walitoa. Sasa Yesu kama nabii wa zamani, kwa mfano nikichukua nabii Isaya ama nabii Yeremia, nabii Yeremia alifunga nira na akaenda kwa watu. Alipoenda kwa watu wakauliza manake nabii alikuwa mtu ambaye haonekani ovyo, na akauliza manake nini, akasema ninyi mmefungwa kwa sababu mmemwacha Mwenyezi Mungu na mtashikwa mateka na mtapelekwa utumwani. Kumbe basi Yesu naye alifanya vile kama nabii wa zamani, anapoenda kujitambulisha kama mfalme Yerusalemu, na ilivyotabiriwa na Zekaria ya kwamba mfalme atapanda punda, Masia Kristo atapanda punda, mwana wa punda, mtoto wa punda. Na hivyo Kristo anatoka Bethfage, anapanda mwanapunda yule, anaingia Yerusalemu na anatambulishwa kwamba ndiye mfalme. Watoto wa Mayahudi kama ulivyosema na watu wengine walichukua matawi wakamshangilia kama mfalme. Na alipofika Yerusalemu ndipo takasa hekalu, tunasema utakatifu ama alilitakasa hekalu kwa kuwatandika viboko wale wengine, na wakamuuliza tupe ishara. Akasema livunjeni hekalu hili
kwa siku 3 mimi nitalisimamisha, akimaanisha muweni yeye, siku ya 3 atafufuka. Hiki ni kipindi cha uimbaji, nyimbo maalum za siku hii ya leo ya Matawi. Labda tutazame nyimbo kadhaa kabla sijarudi kwako. Mtazamaji, hivi sasa ni wakaribisha waimbaji wafuatao katika sikukuu hii ya Matawi, wakiimba Hosana, Hosana kwa mwana wa Daudi. Na kama mimi unavyoniona hapa na tawi langu, najua na wewe unalo hapo Basi tuwakaribisha waimbaji wafuatao walete ujumbe wa siku hii muhimu sana ya sikukuu ya Matawi. Mtakatifu